Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nitakuwa mwalimu wako, lakini aliyeshika biki na daftari atajinoma sana huyo, maana ataenda kuyarudia haya nyumbani. Lakini kabla tujaendelea, tuimbe tenzi namba 40. Nasikia kuitwa na sauti yako, nikasafiwe kwa damu yakwa ikwa kwako nimesogea mtini pako, nisafi kwa damu yakwa ikwa kwako. Inatosha. Lakini kama kuna kawimbo fulani kama sitaimba, kuna mtu nitakuwa nimemdaralia hapa. Haleluya. Kuna kawimbo niimbe kidogo, hata kama hautakafurahia, lakini inakulazimu. Haleluya. Mtu mmoja wanasema jitambulishe lisalimie kanisa, anasema mnanifahamu. Kuna watu hawakufahamu. Wakisema jitambulishe kwa niaba ya wale ambao hawakufahamu. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Hongereni na kazi ya Mungu mnayoifanya mahali hapa. Naenda kuimba kale kawimbo. Kama unakaweza unaweza kuwadandia kwa nyuma. Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue, tukuze jina lako. Baba yetu wa mbinguni, nyosha mkono wako, watu wako wakujue, walitukuze jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba, jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba, Baba ufunike mahali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Baba ufunike mahali hapa Baba, kwa utukufu wako Baba. Jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba, jina lako la uweza, tena la okoa, tena la fariji. Baba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananifahamu? Wangapi wananifahamu? Mtu ananifahamu kuliko wote hapa, lakini anyoshi mkono, anachelewa. Mjomba, nimekuona mimi. Haleluya. Mama mchungaji wenu ni dada yangu mimi, ndio maana niko huru. Haleluya. Niko huru, na aliyetufanya tuwe huru ukiondoa familia ni Kristo. Kristo manake upendo. Kwa Yesu ametufanya tuwe wamoja. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimeona mlivyochangamka, nimeona tumeburudika. Haleluya. Tumeburudika, tulikuwa tunakaa tunawatazama. Zamu yenu sasa, na nyinyi mtulie, msinong'onezane. Tazama jirani yako usoni.
Tazame usoni jirani yako, mwambie usinisemeshe. Mwambie wewe ni mshindi. Kwa nini tumeshinda? Kwa sababu tuna vitu vingi vya kufanya huko nyumbani, lakini tumeviweka pembeni, tukaviacha, tukaamua kumfuata Yesu. Haleluya. Wageni wetu, Mungu awabariki kwa kuhudhuria ibada. Niko nyumbani kwa kweli. Kanisa hili la Pentecosti Holiness ndio asili ya Pentecosti Tanzania. Haleluya. Nikisema hivi mimi namaanisha limetokea Mbeya, tena Igale. Kama mai kusikia sema kunaitwa Igale, Izumbwe huko juu, limetokea Igale. Kwa asili ya Pentecosti ni holiness, ni kanisa la Pentecosti Holiness. Haleluya. Hebu nitunie vizuri Mike, tune vizuri. Kwa asili ya Pentecosti ni hili kanisa la Pentecosti Holiness. Kwa wewe uliyemchagua Mungu wa mahali hapa, umechagua Mungu sahihi. Haleluya. Yaani moja kwa moja huyu Mungu kama utamwabudu katika roho na kweli, wewe moja kwa moja mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti au mwalimu wa neno la Mungu kutoka pale kwa mchungaji Christopher David Mwakanyamale pale Iunga Ikuti, kanisa la EAGT. Nimetoka pale, salamu nyingi kutoka kwa mchungaji wangu, amewasalimia sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo utapata vitu vigeni sana. Leo utaenda kupata vitu vigeni sana. Tumefundishwa sana, lakini leo utapata undani zaidi kulingana na nyakati za neno lililofunuliwa. Neno la Mungu linajifunua kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima ujitambue leo wewe ni nani. Haleluya. Wangapi wanamwamini Mungu wa hapa, wa mahali hapa? Haleluya. Mike, wangapi wanamwamini Mungu wa mahali hapa? Geuzia kule. Beba stendi, geuzia kule Kristiani. Wangapi wanamwamini Mungu wa mahali hapa? Haleluya. Safi sana. Hata mimi namwamini Mungu wa mahali hapa. Huyu Mungu tunayemtumikia wa mahali hapa, tunamwamini ni kweli anatutendea mambo mengi kwenye maisha yetu. Lakini huyu Mungu ni nani? Hapo ndio kizungumkuti. Huyu Mungu ni nani? Anaitwa nani? Anayeweza kujibu naomba nyoshe kidole chake. Anaitwa nani huyu Mungu? Anaitwa nani? Huyu Mungu tunayemwabudu hapa, tunamwamini sana. Lakini anaitwa nani? Naomba ujibu, sogea hapa ushike maiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu Mungu wetu anaitwa Neno, ambalo tunaenda kusikiliza hapa sasa hivi. Anasema anaitwa Neno. Haleluya. Mwingine anasemaje? Huyu mwingine anasemeje? Nataka ujibu hapo bila kigugumizi. Ngoja nikufuate. Sema ukiwa umesimama. Haleluya. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sipo mbali sana baza. Mungu ni Neno. Anasema Mungu ni Neno. Nisiwatese ili jibu amelijibu yeye, wamelijibu hawa ndugu zetu. Haliko sawa sana, ila nitaenda kulitafsiri vizuri. Mungu sio neno. Mungu sio neno. Haleluya. Mungu ni nani? Nimesema, amesema Mungu ni neno, wamesema Mungu ni neno. Mimi nasema Mungu sio neno. Neno ni neno, alafu na Mungu ni Mungu.
Haleluya. Mungu si anatamka neno, na lile neno ndio tunapata kila kitu kupitia neno. Haleluya. Lile neno ndio maisha yetu. Lakini huyu Mungu ni nani? Haleluya. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Musa, jitambulishe alafu eleze. Kwa majina naitwa Musa Hezroni Anyitike Mwakatoga. Mungu ni muumba. Shangilie Bwana, shangilie Bwana. Anasema Mungu ni muumbaji. Mungu ni muumba. Na ndio jibu. Mungu ni muumbaji. Haleluya. Mungu ni muumbaji. Hilo jina ndio jina halisi la Mungu. Kwa Mungu ni muumbaji. Kanuni ya Mungu kwa sisi tunaomjua yeye, kanuni ya Mungu anasema mnipende mimi kisha mlipende neno langu. Haleluya. Kwa Mungu anasema hivi, masharti ya Mungu kwa sisi tuliokombolewa na Kristo, anasema ni kunipenda mimi pamoja na neno langu. Ndio maisha, kwa sababu neno la Mungu ndio maisha. Ndio maana tunasema neno la nani? La Mungu. Kwa neno sio Mungu. Mungu ni Mungu, ila neno lake tunaliishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jibu kamili, Mungu ni nani? Mungu ni muumbaji. Siku nyingine nitakuja hapa. Ukikosea nitakuwa natembea na fimbo. Ukikosea na kuvuta chemba, wewe ulikuwepo. Yaani tunazungumza hizi ndio fact za sisi tunaomjua Mungu. Haleluya. Maana utaulizwa huko halafu utababaika. Wengine wanasema Mungu ni neno. Mungu sio neno. Wengine wanasema Mungu ni roho. We mwenzangu, sema Mungu ni roho. Umewahi kuiona? Sasa huyu Mungu huyu tunayemwabudu hapa, kwa sababu yeye ni roho, lakini namna ambavyo tunapata vitu kutoka kwake tunapata katika mwili. Tunavipataje katika mwili? Maana hii roho sasa imeingia ndani ya mchungaji, imeingia ndani yangu mimi leo. Kwa hii sauti ukiikataa leo, maana yake umemkataa Mungu. Haleluya. Umemkataa Mungu. Biblia inasema awapokeaye ninyi anipokea mimi niliyewatuma. Awakatae ninyi anikataa mimi niliyewatuma. Haleluya. Kwa leo umenipokea, nashukuru. Umenipokea. Mungu akubariki sana. Kristo ni noma. Ametufanya sisi wote tuwe pamoja jamani. Nimehubiri sehemu nyingi, lakini tunazungumza kimoja. Haleluya. Sisi tunasema kimoja kwa sababu sisi wote ni wana wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu tumeamua kumfuata Kristo, ametufanya tuwe wana wa Mungu. Haleluya. Ambaye bado hajamkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wake, yule mtu sio mwana wa Mungu, lakini ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Usije ukamtazama vibaya mtu amelewa, amelala kwenye mitaro, mtu umemkuta mazingira ambayo wewe upendi, kwamba haya mazingira Mungu hayapendi. Usije ukamchukia. Ni mtoto wa Mungu yule. Atakaye sababisha huyu mtu sasa atoke kuwa mtoto aje awe mwana wa Mungu ni wewe. Ni wewe. Una marafiki wengi huko nje, zaidi ya kuwasaidia unaonyoshea kidole kibaya. Wengine sisi hatukuwa wazuri kwenye maisha ya kimungu. Tulielekezwa, tukafundishwa, tukaambiwa uzuri wa Mungu, lakini bado tulikuwa nyuma. Leo tumepata ukombozi. Mungu ametubadilisha. Mungu ametukomboa. Tunamtaja Kristo madhabahuni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
hata kama kila kitu kina wakati wake, lakini wakati huu wa sasa, shituka. Mwanadamu huyu aliyekuwa anazungumzwa tangu kule kwa Adamu mpaka sasa, mwanadamu huyu, yote ambayo yalitabiriwa yote, mwanadamu huyu wa sasa anaonywa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Kwa mwanadamu huyu yule yuko hapa sasa. Yote yaliyotabiriwa yako hapa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Neno limeanza hivi: mjue Mungu wako. Somo la leo linasema mjue Mungu wako. Haleluya! Mjue Mungu wako. Mjue Mungu wako. Haleluya! Hatumjui lakini tunamwamini. Nimesema wangapi wanamwamini Mungu wa mahali hapa? Tumenyosha mikono wote. Wangapi wanamjua Mungu? Hawajanyosha mikono. Kwa Mungu leo nakwambia ni nani? Mungu ni muumbaji. Haleluya! Na shetani ni nani? Shetani ni muumbwa. Shetani ameumbwa, ni malaika aliyeasi. Mnaimba vizuri watoto hapa, mnaimba vizuri jamani. Mnaimba vizuri, utafikiri mna miaka 40 kwenye huduma. Kumbe kanisa limeanza juzi tu. Lakini namna ambavyo nimeenjoy. Mimi sikutarajia hivi. Nilijua nitakuta tutoto labda tuko 3, 4, 5. Mimi naingia popote. Haleluya! Huwa siulizi kanisa lina washirika wangapi, siulizi. Wengine wanauliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sehemu nilipofikia mimi, watu wa namna hii sasa ingetakiwa uulize, mchungaji una washirika wangapi? Akadirie washirika kwanza ndipo aende. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naenda popote pale. Juzi nilikuwa Mpemba kwenye huduma. Sikuuliza, lakini nimefika pale nimekuta washirika wachache. Lakini nikaenjoy kwa sababu nikasema hawa ndio kusudio la nani? La Mungu. Hata wewe ni kusudio la Mungu. Sema mimi ni kusudi la Mungu. Sikusikii, sijakusikia. Sema mimi ni kusudi la Mungu. Haleluya! Sema asante Mungu kwa kunichagua ni kuabudu Mungu wa mahali hapa. Kwa kunichagua mimi ni kuabudu Mungu wa mahali hapa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Hongereni na kazi ya Mungu mnayoifanya mahali hapa. Msichoke. Kazi ya Mungu ni njema. Kazi ya Mungu haina majuto. Ukichagua kumtumikia Mungu, umechagua kitu kilicho chema. Haleluya! Asili ya mwanadamu ndio hii sasa tunayoitazama hapa. Sura ninayokuona nayo, furaha ninayokuona nayo, wewe ulivyo ndio uhalisia wako ndani ya ufalme wa Mungu. Haleluya! Na maanisha sisi tumemrudia Mungu, lakini namna Mungu alivyotuumba, anasema alituumba kwa sura yake na kwa mfano wake. Baba, katika jina la Yesu, kwa ufupi tunakwenda kuzinena siri zako. Nitumie kama chombo, mtumishi wako. Maana mimi binafsi sina cha kuzungumza, bali wewe ndani yangu zungumza na watoto wako. Nitumie kama chombo tu. Roho Mtakatifu, tufundishe sawasawa na tulivyo. Kwa jina la Yesu, amen. Haleluya! Nimesema somo linasema mjue Mungu wako. Haleluya! Mungu wako mjue. Tumesema mwanzo huyu Mungu ni nani? Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Haina haja ya kufungua, maana unaifahamu vizuri sana hiyo. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Wewe umeshasoma hapo? Umesoma? Yaani hata ningesema usifunue Biblia, hebu soma tu, kila mtu angesema. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Hebu pana ugumu hapo? Hapana ugumu. Hebu sema kidogo wewe uliyefunua Biblia. Sema. We, umekosea. Rudia baba, rudia. Rudia. Iyo sawa. Aliziumba. Mwanzo akasema aliumba. We, aliziumba mbingu na nchi. Ziko ngapi? Si anazungumzia wingi au? Aha. Sasa sikiliza. Huu wingi anaozungumza ndivyo ilivyo. Je, tuko sisi tu tunaomba Mungu hapa? Kuna sehemu zingine papo, si? Hizo ndio mbingu. Hapa sisi kwetu ni mbingu, kuna zingine ziko huko, kuna zingine kule. Kwa Mungu aliziumba mbingu nyingi na nchi nyingi. Haleluya. Leo tunasema nchi ya Tanzania, tunasema nchi ya Malawi, tunasema nchi ya Zambia, vitu kama hivyo. Kwa ni nyingi. Sasa tusikilize. Nchi ni nini? Na mbingu ni nini? Haleluya. Mungu akisema mbingu, mbingu maana yake ni Mungu mwenyewe. Sikilizage hapa. Akasema aliziumba mbingu na nchi. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Ina maana anazungumza wingi, aliziumba. Sasa tunaanza. Mbingu ni nini? Mbingu ni Mungu mwenyewe. Na wakati anaziumba hizo mbingu na nchi, alikaa wapi? Alikaa kwenye ufalme wake. Ufalme wake ni wapi? Ni hapa sasa, kanisani kwetu. Tuone sasa, hapa ndio ufalme wa Mungu. Sasa hapa ndipo Mungu anaziumba mbingu na nchi. Hapa kwenye ufalme wake. Sasa unaanza kufikiria. Mbona Biblia inazungumzia mstari Edeni? Edeni. Sasa tuiweke Edeni ndio hapa sasa. Kwa hapa Mungu ametuteulia mtu mmoja wakati ameumba wengi. Kwenye bustani yake amewaumba wengi. Kwenye wengi hapo anachagua mmoja aliongoze lile kundi. Ni nani alimchagua? Alimchagua mchungaji nani? Mmesikia hiyo? Alimchagua Kayange, kwamba huyu sasa kulingana na heshima yake, kulingana na uelewa wake, kulingana na akili yake, kulingana na unyenyekevu wake, huyu ndani ya ufalme wa Mungu awe yeye mchungaji wa agano, mchungaji wa ahadi. Mungu amemteua kwamba huyu atasimamie wasimamie hawa ndani ya kanisa. Sasa kabla hajaamua hicho, kwanza alipofikiria kumsimamisha Kayange, akasema peke yake hawezi. Kayange, simamia hapa, halafu upalime na kupatunza. Yaani upatunze hapa. Lakini akaangalia huyu Mungu, akaona peke yake hawezi. Peke yake hawezi, kamfanyia msaidizi. Haleluya. Ndivyo kitabu kinavyozungumza cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Anasema akaona si vema awe peke yake. Huyu mwanadamu sasa asiwe peke yake. Huyu kiongozi sasa asiwe peke yake. Maana leo hii baba yuko na wageni sebuleni, ndio anayejigawa kwenda jikoni. Jikoni anaenda nani? Si mama. Mama akienda jikoni hajafanya kazi ya Mungu. Peke yake baba asingeweza. Haleluya. Kwa nataka nikubadilishe namna unavyomtazama mchungaji wako. Biblia ikisema ndio mbingu, maana yake ni Mungu mwenyewe. Kwa ile roho ambayo ni Mungu mwenyewe imeingia ndani ya mchungaji, ndani ya mama mchungaji, ili tupate stahiki zetu kutoka kwa Mungu kupitia hawa. Kwa sisi hapa tuko mwilini sasa. Haleluya. Tunajadili mwilini, si? Kwani inaonekana rohoni hapa? Ni rohoni hapa. Kama ingekuwa rohoni, Mungu asingesema nyumbani kwangu chakula hakipo. Roho inakula chakula? Roho inavaa. Nalikuwa uchi, hamkunivisha. Roho inavaa. Nalikuwa na njaa, hamkunivisha. Hamkunilisha. Nyumbani kwangu chakula hakipo. Roho inakula. Hicho ni kitabu cha Malaki 3. Kasome kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 12.
anasema mmeniibia zaka na hamleti zaka kamili nyumbani wangu. Mungu anasema, sasa unaanza kujiuliza, huyu Mungu, sikiliza niko hapo, shituka, anasema hata kumnyoshia kidole mtumishi wa Mungu huruhusiwi. Kwa nini huruhusiwi? Kwa ukishtuka kwamba kumbe ni Mungu namnyoshia kidole, unakaa vikao unasema, hivi mchungaji unamwonaje? Amepoa, kila siku anazungumzaga yale yale. Unasema Mungu, kila siku Mungu anazungumzaga yale yale. Unapomnyoshia kidole mtumishi wa Mungu, unaingiza laana kwenye maisha yako. Haleluya. Hauruhusiwi. Mungu ya mchungaji ina Mungu mwenyewe, maana yeye ndio anayejua. Kwa nini amemchagua yeye? Hata angekuwa mdogo. Mifumo ya kimungu inaendeshwa kifalme. Haleluya. Na kama ingewezekana, ingetakiwa urithi wa kiti cha ufalme au cha uchungaji achukue mtoto, maana ndio anayejua. Kama zamani kwenye falme za zamani, baba akifa anawekwa katoto, hata kama kana miaka 3 katasimama kwenye kile kiti, maana sio yeye. Hata kama hayupo yule mtoto, wataenda kumtafuta. Hata kama walipata taarifa baba amefariki ndani hapa, mtoto hayupo, kuna sehemu alizaaga mtoto, yuko Dar es Salaam, yuko Moshi, yuko, wataenda kumtafuta ili akae kwenye damu yake, kwenye kiti cha baba yake. Haleluya. Lakini sheria ya Mungu imebadilika, maana uchungaji, kuna uchungaji wa aina 3. Kuna uchungaji wa kuitwa, kuna uchungaji wa kurithi, kuna uchungaji wa kuchaguliwa. Haleluya. Haleluya. Kama nilivyozungumza mwanzo, wengine Mungu ametubadilisha. Uzeeni sasa Mungu ametuchagua tumtumikie yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametuchagua tumtumikie yeye. Vijana mnasebeneka hapa, nimependa, mnafanya vizuri sana. Yaani ndivyo hivyo. Staili hizo umezigeuza, unazitumia kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Kawaambia nina wenzenu sasa ambao zile staili wanazitumia huko kumnufaisha shetani. Ninyi mmezigeuza zimemwelekea Mungu. Mungu awabariki sana. Kawaambia nina wenzenu, waambie njoo kanisani kwetu, hatuzuii. Cheza unavyotaka, igiza unavyoweza, lakini vyote kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Haleluya. Kanisa zuri sana hili. Zuri. Yaani hapa mimi sijapotea. Niko mahali sahihi. Maana Mungu anayetangazwa hapa ndio tunayemwabudu, ndio anayestakiwa kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo tumesoma Mwanzo 1:1. Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sasa mbingu na nchi zimepita. Sikiza nikwambie. Zile mbingu na nchi alikuwa anaziumbia ndani ya bustani ya Edeni. Na bustani ya Edeni ni ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo mule ndani uliumbwa wengi. Watu wanasema aliumbwa Adamu peke yake ndio mwanadamu wa kwanza. Si kweli. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Nisikilize vizuri. Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Sasa kama Mungu amemteua Adamu sasa ili amuongoze nani? Maana yuko peke yake. Halo. Amuongoze nani yuko peke yake? Tuliumbwa wote, tulikuwa mumule ndani kwenye bustani, tuliumbwa wote. Kwa Mungu aliangalia hekima ya Adamu akamteua yeye ndio atuongoze sisi wote. Kwa alimteua kama mchungaji wa nani? Wa agano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Mungu sasa anataka kuweka sheria yake kwa mwanadamu. Nataweka wekaje kwa kila mmoja? Kateua mmoja. Kwamba mwanadamu yoyote afuate sheria yangu kupitia huyu mchungaji. Kupitia huyu nani? Adamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa huyu Adamu sasa, huyu Adamu wakati Mungu amemteua katikati ya watu wengi. Kumbe nikisema Adamu sio mwanadamu wa kwanza kuumbwa, lazima ni support point yangu. Unisikize vizuri. Msije mkasema nakanusha, anapotosha. Unisikize vizuri. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 16. Mimi nitaelezea tu kwa sababu muda hautoshi. Wewe utaenda kusoma nyumbani. Samahani mama mchungaji, tuna ibada ngapi?
moja. Kumbe moja siwezi kuacha njiani. Haleluya, siwezi kuachia njiani. Nataka tutoke hapa, bora utoke na pointi moja. Kwa nini nasema kuanzia leo usiseme Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa? Kuanzia leo ukisema unakuwa umepatia, lakini nataka usapoti pointi yako. Kivipi? Adamu, mwanadamu yoyote ameumbwa na Adamu kiroho. Haleluya. Kwa tukisema Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa, maana yake kiroho, sio kimwili. Kimwili Adamu, kama Adamu alizaliwa na wewe hujazaliwa, kama Adamu aliumbwa na wewe umeumbwa, ndivyo hivyo. Kwa kimwili, kama Adamu alizaliwa na sisi tumezaliwa, kama Adamu aliumbwa na sisi tumeumbwa. Nataka nikuelekeze hapa kwa mawazo yako, lakini Adamu ni mwanadamu wa kwanza kuumbwa. Mungu kamfanyia msaidizi Hawa. Wakawa ngapi duniani? Wawili. Baadaye kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza anasema Adamu akamjua Hawa mkewe. Haleluya. Akapata mimba, akamzaa Kaini. Usikilize vizuri hapa, nataka ni support point yangu. Akamzaa Kaini. Duniani wamekuwa wangapi? Mstari wa 5. Mwanzo hiyo 4 mstari wa 5 anasema Mungu akambariki tena mtoto wa pili wa kiume, akaitwa nani? Habili. Duniani wamekuwa wangapi? 4. Duniani kuna watu 4. Nataka uniambie wewe ulipozaliwa hapo, ulitokeaje kwa Adamu hapo? Duniani kuna watu 4. Haleluya. Kwa mahesabu yako nimesema. Kaini akamuua ndugu yake. Wamebaki wangapi? Sasa umezaliwaje? Unisikize vizuri. Wakati ameua ndugu yake uwandani huko, huyu Kaini amemuua Habili uwandani huko, akaogopa kurudi kijijini kwao. Siwezi kurudi Mungu, mimi siwezi kurudi. Hapa naruka tu. Kwamba Mungu alipomshukia Kaini, umefanya nini? Kwa kosa ulilolifanya utakuwa kutangatanga duniani kote. Tumesoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Kinasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Dunia imesemwa hapo. Imetoka wapi? Leo dunia izungumzwe. Dunia imetengenezwa na usaliti, imetengenezwa na umbea, imetengenezwa na uzandiki, imetengenezwa na ukorofi. Dunia. Kwa yoyote aliye dunia sasa, huyo ni mkorofi. Maana yake amemkataa Kristo. Aliyeumbwa ndani ya ufalme wa Mungu, huyo ni nchi. Alafu amewekewa mbingu ambayo ni Mungu mwenyewe ndani ya mchungaji akuongoze wewe. Na yeweka hapa. Dunia imetoka wapi? Dunia imeanzia hapa. Mwanzo nimesema hivi. Unasema mchungaji wetu amepoa. Mama mchungaji wetu anafanyaga yale amepoa. Wewe unamuonaje? Ukisupport umetengeneza dunia. Maana ukiuharibu huyo moyo wa mtu huyo, ametoka nje ya ufalme wa Mungu, ndio anakuja kutengeneza dunia. Dunia haikuumbwa, dunia imeumbwa na mwanadamu. Kwa dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Kristo. Nchi ni ulimwengu wa watu waliomkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa ndani ya kanisa tuhesabu kama ndio nchi sasa, ambaye ndio wewe unayelisikiza neno la Mungu na kulitunza. Wewe ndio nchi. Aliyelikataa neno ni dunia. Haleluya. Ndio unielewage hapa. Kaini anaambiwa utakuwa kutangatanga duniani kote. Nimesema dunia ni watu. Unielewe? Ni watu waliomkataa nani? Mungu. Wale ndio dunia. Kwa kosa alilolifanya Kaini kuwa ndugu yake, tayari amerudi duniani. Na Mungu amesema utakuwa kutangatanga duniani kote. Dunia ni watu waliomkataa Kristo. Mnielewe hapa. Najua kuna walimu humo. Najua wamo. Sitaki kuwanyoshia vidole. Wamo. Kwa hapa tunarekebisha makosa. Dunia ni ulimwengu wa watu waliomkataa Kristo. Lakini wewe sio dunia, wewe ni nchi. Ndio maana umemheshimu Mungu. Umeweka vitu vyako vyote pembeni, umeviacha. Umesema mimi na Kristo. Haleluya.
Unielewe. Utakuwa kutangatanga duniani kote. Mungu anamwambia nani? Kaini. Hey, Mungu, hii adhabu umenipa ni kubwa sana. Ni kubwa sana, naomba nipunguzie. Kaini anajitetea kwa Mungu. Kosa amelifanya. Anajutia kosa amelifanya. Naomba nipunguzie. Mungu akasema, kwa kosa ulilolifanya utakuwa kutangatanga duniani kote. Lakini usijali. Bado Mungu anamjali Kaini. Anasema nitakuweka alama kwenye paji la uso wako. Ili mwanadamu yoyote, ili mtu yoyote. Msikia Mungu anavyozungumza? Ili hasa mtu, tumesema duniani wako wangapi? Lakini Mungu anamwambia Kaini, nitakuweka alama kwenye paji la uso wako ili mtu yoyote. Huyo mtu yoyote ni baba na mama, si ndio babaki nyumbani? Mtu yoyote atakaye kuzuru wewe nitampa adhabu mara 7. Msikilizaje hapo? Hivi Mungu anasema mtu yoyote, kwa kanuni nyumbani kwa babaki wangapi? Mungu angesema mtu yoyote. Tena angesema utakuwa kutangatanga duniani kote. Dunia nimesema ni watu waliomkataa Kristo. Sikiliza nikwambie. Bado aligoma kurudi kijijini kwao, akaelewana na Mungu pale. Kwa sababu hutaki kurudi kijijini kwako hapo, basi nenda nchi jirani, nchi ya Nodi. Nimesema nchi ni nini? Ni watu waliomkubali Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Nenda nchi ya Nodi. Ukajitwalie mke huko. Hivi yule mke akajitwalie kule, naye ni mtoto wa Adamu. Tulikuwako wengi. Haleluya. Tulikuwako wengi. Mungu akamteua Adamu kati ya kila mmoja. Alafu Mungu akaweka sheria yake kwa yule Adamu, ili mwanadamu yoyote ambaye ni wewe ufuate sheria ya Mungu kupitia huko. Ukikataa sheria ya mchungaji, umekataa sheria ya Mungu. Maana Biblia inasema, Amosi 3:7 inasema, sitasema neno lolote na wewe. Ni Mungu anasema, sitasema neno lolote na wewe bila kuwajulisha watumishi wake manabii wake siri zake. Kumbe mchungaji anachokizungumza amekamatwa na Mungu mwenyewe. Kwa yeye anatumika kama speaker tu. Kwa Mungu ndiye anayezungumza neno lake. Haleluya. Kwa mchungaji anachokizungumza sio mamlaka yake. Amekamatwa aseme. Kama vile ambavyo huyo Yohana mwanafunzi wa Yesu akakamatwa na Mungu mwenyewe aandike kitabu cha Ufunuo. Sio yeye, lakini watu wanasema ni Yohana alikiandika. Yohana alikiandika, alikitoa wapi? Maana Biblia inasema kile kitabu kimeandikwa na Mungu mwenyewe, alikificha. Biblia inasema hakukuwepo na mtu mbinguni wala duniani anayeweza kukisoma kile kitabu wala kukisogelea. Hakuwepo. Ili tuweze kukisoma leo, tunakisoma kile kitabu kama kawaida tu. Tunakisoma tu. Kwa sababu kafara ya mtu ilisababisha tusome kile kitabu. Damu ya Yesu ilimwagika kwa sababu yetu. Ili kile kitabu tukisome, maana kile kitabu cha Ufunuo ndio uzima wa milele wa maisha ya mwanadamu. Ndiko tunakoishi kule kitabu cha Ufunuo sasa. Hakukuwepo na mtu mbinguni wala duniani. Biblia inasema kuna malaika mkuu mmoja akasema, jamani, yupo mmoja anayeweza kusababisha hiki kitabu kisomwe. Ni nani? Maana Biblia inasema mbingu na nchi vyote vilikaa kimya. Hamna mtu, wanaangalia na usoni. Nani anaweza kukifungua kitabu hiki? Maana kilifungwa na mihuri 7. Nani anaweza kukisoma kitabu hiki? Wote walikaa kimya. Mmoja malaika mkuu akazungumza akasema, ni mwanakondoo. Mwanakondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Naye itakiwa damu yake imwagike ili tuweze kukisoma kile kitabu. Na ndio maana kile kitabu ndiko kwenye uzima wa nini? Wa milele. Ukikataa imekukata. Sijui mnanielewa, lakini mwe munyaga niege. Haleluya. Kwa kipindi tunazungumza Adamu. Adamu ni mwanadamu wa kwanza
kuweka agano na Mungu. Sio mwanadamu wa kwanza kuzaliwa kimwili. Ni mwanadamu wa kwanza kuzaliwa kiroho. Kwa sababu yeye ni wa kwanza kuzaliwa kiroho, na sisi ni wana wa roho, ni wana wa Kristo. Lazima tufuate sheria ya Mungu kupitia nani? Adamu hayupo. Sasa hivi hayupo. Leo hii Mungu ametuchagulia mchungaji wetu. Ndio badala ya Adamu yupo yeye. Haleluya. Nataka nikupangie haraka sana. Mchungaji wetu ni mchungaji wa 7. Tangu kwa Adamu ni wa 7. Vile ambavyo Mungu alishuka kwa Adamu aweke sheria yake, aliweka kwa Adamu. Adamu akapita. Lakini mwanadamu yupo, nitakiwa endelee kuishi na sheria ya Mungu. Mungu akateua mtu mwingine. Ni nani? Ni Nuhu. Kamteua Nuhu. Kwa Nuhu ni mchungaji wa ngapi wa agano? Wa 2. Tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu ni mchungaji wa 2. Nuhu ameenda. Napo kuna story ndefu, sema mna ibada moja, kwa sababu nitaruka tu hapa. Nuhu akaenda. Naye Nuhu akasema akagoti. Mungu akateua mchungaji wa 3. Ni nani mchungaji wa 3? Ni Abraham. Kwa Abraham ni mchungaji wa agano wa 3. Sheria ya Mungu imewekwa kwa Adamu, imehama kwa Adamu, imeenda hapa kwa Mungu akisema mbingu, aliziumba mbingu na nchi. Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1. Usikize vizuri. Biblia inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza, sio ya kwanza. Msikilizaji, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita. Adamu alikuwa ni mjenzi wa mbingu na nchi ndani ya ufalme wa Mungu. Haleluya. Zile mbingu na nchi zikapita. Kwa mbingu mpya na nchi mpya zikaanza kujengwa na nani? Nimesema na Nuhu. Mbingu mpya na nchi mpya zinajengwa na Nuhu. Mbingu mpya na nchi mpya kwa Nuhu zikapita, zikaanza kujengwa mbingu mpya na nchi mpya kwa nani? Nimesema kwa Abraham. Kwa Abraham na penyewe zikapita, zile mbingu na nchi zikapita. Mungu akamteua nani mwingine? Musa ni mchungaji wa agano wa ahadi kutoka kwa Mungu. Yeye ndio awe mjenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Musa na yeye paka pita, zile mbingu za kwa Musa zikapita, mbingu na nchi zikapita. Kamteua nani? Yoshua. Mungu akubariki sana. Mungu akamteua Yoshua. Kwa Yoshua ni mchungaji wa 5 ambaye sheria ya Mungu ile ya kwa Adamu ile imehamia kwa Yoshua, ili mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia Yoshua. Kwa Yoshua akateuliwa ndani ya ufalme wa Mungu awe mjenzi wa mbingu mpya na nchi mpya. Sikiliza nikwambie. Kwa akisema anajenga mbingu mpya na nchi mpya, hivi hakuna wachungaji tutawatengeneza hapa? Kwa wale wachungaji watakaotokea hapa wakafungua makanisa yao huko, zile ni mbingu. Haleluya. Kwa huyu sababu anayefanya mbingu na mpya ziendelee kujengwa, makanisa yanatawanyika. Hata mchungaji wenu hakuwa hivi mkubwa, alianza kuwa mtoto, tena amezaliwa kwenye farume hizo za kimungu. Haleluya. Amekuwa na yeye, mbingu ikaja kwake tena, yeye kama ndio mjenzi wa mbingu ni mpya na nchi mpya. Kwa tumesema Yoshua ni mchungaji wa ngapi? Wa 5. Wa 6 alikuwa ni nani? Wewe ndio ulisema Yoshua mara kwanza? Ni wewe? Wa 6, mchungaji wa agano wa 6 alikuwa ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa imeshindikana sasa. Huyu mwanadamu ameshindikana sasa. Mungu amemleta Yesu kwamba labda huyu watamsikiliza. Naye tukamuua kabla kazi haijaisha. Tukamuua Yesu. Kwa Yesu ni mchungaji wa 5 wa agano la Mungu. Maana alizaliwa kama mtu. Si Biblia inavyozungumza? Alizaliwa. Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa hapo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu.
Kwa Biblia inatufundisha kwamba Mungu alilituma neno lake kwa nani? Kwa Mariamu azaliwe mtoto. Tena huyu mtoto, kitabu cha Isaya 7:14 anatabiri, anasema atazaliwa. Usikilizage, anasema atazaliwa mtoto mwanaume, jina lake ataitwa nani? Emmanuel. Haleluya. Atazaliwa. Akabahatika tena huyu jamaa na utabiri wake, utabiri ukaja kutimia kwenye Isaya hiyo 9:6, anasema amezaliwa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme uko begani mwake, naye ataitwa nani? Mwanzo alisema ataitwa Emmanuel, atazaliwa. Sasa amezaliwa. Hebu fungua kitabu hicho. Amezaliwa sasa. Isaya 9:6. Mwanzo alisema atazaliwa kwenye Isaya 7:14. Aya 6:9 amezaliwa sasa. Kwa utabiri wa Isaya umetimia. Anasema amezaliwa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa. Hapo kwenye ataitwa sasa hapo. Mfalme wa ajabu. Sikia jina la Mungu jamani. Ataitwa nani? Mshauri wa ajabu. Mungu pamoja nasi. Mungu mwenye nguvu. Sema baba. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa. Msikilizage, mwanzo nimesema Mungu ni nani? Tumesema Mungu ni muumbaji. Sikiliza. Sikiliza majina ya Mungu sasa hayo. Naye ataitwa jina lake nani? Mshauri wa ajabu. Hilo jina la kwanza. La pili, Mungu mwenye nguvu. La tatu, Baba wa milele. La nne, Mfalme wa amani. Imetosha. Haleluya. Mmesikia sasa? Je, hayo ni majina ya Mungu? Hapana. Jina la Mungu ni moja tu. Mungu ni muumbaji. Haleluya. Mungu ni muumbaji. Ukitaja hayo, hiyo ni sifa ya ukuu wake. Hayo majina yametaja, ni namna ambavyo utamtamka Mungu kuanzia leo mpaka kesho. Ukataja majina yake. Wengine wanamuita Ngai, wengine wanamuita Jehova Shama, wengine wanamuita Elohim, wengine yani ana majina utataja kuanzia leo mpaka kesho. Yote sawa, lakini jina moja kuu, jina lote kubwa la Mungu ni muumbaji. Haleluya. Ni muumbaji. Wakati Musa anapewa kazi, akamwambia akamtangaze Mungu kule, Mungu amempa kazi, akasema Mungu, sasa hawa watu wataniuliza ni nani amekutuma, mimi nitawajibu nini? Unajua aliwaambia nini? Halo, unajua aliwaambia nini? Akasema ukawaambie hivi Musa, mimi ni Niko ambaye niko. Niko ambaye niko ni jina. Huo ni utukufu na ni ukuu wake, ni namna anavyotenda kazi. Na Biblia inazungumza hivyo hivyo, inasema yeye alikuweko, yupo, hata kuweko. Haleluya. Afu tunatoka nje muda wa neno jamani. Nyie, muda wa neno sio muda wa kutoka nje. Yaani muda wa msalani nje ni muda wa ibada ya sifa. Ile sawa, tunaimba, unatoka nje mara moja unarudi ndani. Muda wa neno ni muda wa utulivu. Ni muda sahihi sana. Maana ni muda ambao tunakula, tunaumega mwili wa Kristo. Tunakunywa damu ya nani? Ya Kristo. Haleluya. Kwa leo, kuanzia leo mubadilishe. Muda wa neno msio mnatoka nje. Muda wa injili ya nini? Ya sifa, hapo ni muda unaweza kukimbia nje mara moja, ukatoka, ukafanya hicho. Hiyo nimekupa kodi mpya. Haleluya. Hiyo ni kodi mpya. Sikulaumu, maana tukujipanga, hatukwenda muda wa nani ule. Kwa sasa hivi haina shida. Ila siku nyingi, wiki zinazokuja tarudi tena. Maana mchungaji hayupo, ina maana somo langu limeharibika kidogo. Ningetakiwa wepo hapa, kwa sababu kuna vitu vingine vingi ambavyo na yeye akiwepo inakuwa nzuri zaidi. Haleluya. Siku nyingine atakuwepo.
na yeye hakuniambia sitakuwepo, maana nikagejua mimi nisingefika. Mimi sijagi kanisa ambalo mhubiri mchungaji mwenyeji hayo. Kiukweli ndivyo nilivyo, lakini sio mbaya. Yupo mama mchungaji. Mama mchungaji, Mungu akubariki sana. Yesu alikuwa mchungaji wa 6, tukamuua. Ni nani sasa? Maana kazi ya Mungu ya ukombozi wa mwanadamu inaendelea. Ni nani anaendeleza? Kuendeleza nini? Agano la Mungu. Ni nani anatakiwa endelee? Ni nani hapa? Nani anabadili? Yohana Mbatizaji. Kwa Yohana Mbatizaji, vipi? Yohana Mbatizaji anasema yupo atakayekuja. Yupo yeye ajaye, sistahili hata kulegeza gidamu za viatu vyake, kamba za viatu vyake, sistahili. Wanamuuliza Yohana, wewe vipi? Mbona wewe hatukuelewi? Wewe ni nani? Wewe ni fulani? Wewe ni Masi? Anasema hapana. Wewe yani wana matendo mazuri ya Yohana yaliwatilia mashaka wale watu. Sasa wewe ni nani? Akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Hata mimi leo nakwambia ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ukinitazama kama Hezroni, kama unavyonitazama sasa, ukinitazama hivyo, hautambulia chochote. Mimi niweke pembeni, fungua masikio yako ya ndani. Ona ni Mungu ananifundisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Yohana ni mchungaji wa ngapi? Wa 7 wa agano la Mungu. Wa 7. Mwanadamu yoyote afuate sheria ya Mungu kupitia nani? Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akajivuna. Munisikilize hapa. Kama wewe unaimba vizuri hapa, mnaimba, alafu unajivuna. Kwenye mazoezi mnafinyana mpaka kufinyana huko. Mnavutana mashati sana. Lakini mbele yetu hamjafanya hivyo. Mmeimba vizuri. Lakini kuimba vizuri kuna mtu aliteseka ili nyinyi mtuburudishe vizuri. Kwa huyu ambaye aliteseka, huyu mwalimu, sio mwenyekiti wa kwaya, hao ambao waliteseka, watie moyo. Muda wa mazoezi usikose. Ametunga wimbo kwa shida. Ameuleta wimbo kwenye mazoezi. Wamefika 5. Wamefika 3. Tunayemtegemea ajaja. Anapigiwa simu na mwalimu. Bwana, tunakusubiri, tunakutegemea. Mimi siwezi kuja. Kwa nini? Ukitaka nije tuma bodaboda. Nije nichukue. Kutoka Simike stand pale. Tuma bodaboda. Kama ukitaka nije, andaa shilingi 1000 ya Pepsi. Mungu anasema atakiondoa hicho kinara chako katika mahali pale usipotubu. Kwa hicho ambacho Mungu ameweka ndani yako, hicho kwa ajili yetu sisi tunaenjoy kupitia wewe ndani ya ufalme wa Mungu. Maana ndani ya ufalme wa Mungu kuna karama nyingi Mungu amewapa watu, ili zile karama zinaujenga mwili wa Kristo. Tunafurahi ndani ya Kristo kwa sababu yako. Lakini unajivunia hicho ambacho Mungu amekuumba nacho. Anasema atakiondoa hicho kinara ndani yako. Atakiondoa. Hicho ni kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 5. Tusome kuanzia mstari wa 1. Kuanzia wa 2. Anasema najua matendo yako. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2. Najua matendo yako. Acha nisome tu mwenyewe. Kaa tu. Wewe unataka unisikize vizuri. Anasema najua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Nirudie kusoma, kuna watu mnatafuta hapo. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 2. Narudia. Anasema najua matendo yako na taabu yako na subira yako, na yakuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa ni waongo.
Mstari unaofuata anasema lakini anasema ulikuwa mwenye subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Mstari unaofuata anasema lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mstari wa 5 anasema basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukayafanye matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, nami naja kwako, nitakiondoa hicho kinara chako katika mahali pake usipotubu. Mstari unaofuata anasema mwenye sikio si ndio hivyo? Lakini unalo neno hili, ya kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo hata mimi Mungu, ambayo hata mimi nayachukia matendo ya Wanikolai. Wanikolai ni wepi? Ni wale tunaokutana nao huko, wanafanya tabia mbaya, lakini tuko nao, tunashinda nao vijiweni, ila unafuatana nao wakisapoti ujinga na unasapoti. Yakatae. Lakini Mungu anasema lakini najua unayachukia matendo yao ya Wanikolai, ambayo hata mimi nayachukia. Lakini kwa nini bado uko nao? Mstari unaofuata anasema mwenye sikio wa 7 huo, mwenye sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa, sio? Anasema yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, sio? Nitampa kula matunda yaliyo nini? Matunda ya mti wa uzima yaliyoko katika bustani ya Mungu. Haleluya. Kilishika neno la Mungu, hawezi kutenda dhambi kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnashangaa nasoma Biblia bila kuangalia. Mimi nasoma neno la Mungu, nimeliweka ndani. Naweza nikisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mpaka sura ya 11 bila kuangalia Biblia. Msije mkafikiria hapa nazungumza tu. Naweza kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka sura ya 12 bila kuangalia Biblia. Kwa hiyo tunachokizungumza, natamani hata wewe neno la Mungu lishike kwa wingi ndani yako. Ukilishika neno la Mungu, unapofika mahali kutegwa na shetani, neno linakuja lenyewe. Sio nalo. Hapa neno la Mungu linasema usifanye hiki, fanya hiki na hiki, utashinda hapa. Haleluya. Usipolishika ni rahisi kuanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hizi Biblia za kwenye simu, nenda nayo hata chooni. Zile dakika zako 3-5 unazokaa chooni, soma Biblia. Weka tusegesha tu Biblia pale mbele, soma. Utakuta kuna kitu utatoka nacho pale. Maana muda mwingine hauna, shughuli zako zimeshinda na mikono iko busy, usome Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Soma Biblia. Ukisoma Biblia hautakuwa mzigo ndani ya kanisa. Ukisoma Biblia hautakuwa mzigo kwenye familia yako. Ukisoma Biblia hautakuwa mzigo kwa rafiki zako, hautakuwa mzigo kwenye ukoo wako. Nataka nikwambie kitu kimoja cha msingi sana kwenye maisha yako. Tumetoka kwenye majumba huko, sio? Kule kuna uongozi, kuna balozi, kuna mwenyekiti, kuna mtendaji, kuna diwani. Wale viongozi wale wamewekwa na nani? Wamewekwa na Mungu. Ndio maana Mungu anasema ziheshimuni mamlaka zilizowekwa. Ukizipinga zile mamlaka, umempinga Mungu, umemkataa Mungu. Wale wamewekwa na Mungu moja kwa moja. Usifikiri ni wa madhabahuni peke yake, hata wale, maana kundi wanaliongoza. Mimi simo, wewe haumo, tumo wote. Kwa yule Mungu, yule mtu ni Mungu amemweka aongoze kundi la Mungu nyuma huko. Haleluya. Maana yangu ni kwamba hawa watu wakija nyumbani kwako, wakija nyumbani, wajibu vizuri. Kama hauna pesa za michango ya kitongojini kwetu, wajibu kwa hekima. Wazee wangu, samahani, mimi leo sina, nitakupa kesho. Wape maji ya kunywa, zungumza kwa heshima. Wakitoka kwenda huko, utasikia watoto wa kanisa la pale ni wanyenyekevu jamani. Mwisho wa siku nakuta balozi amekuja kuhudhuria ibada, mwenyekiti amekuja anasema nimekuja kwa kunishangae tu maisha mnayoishi hapa. Kwa wewe utakuwa chanzo cha kuwafanya wao waje hapa.
Kuna kipindi serikali inatumaga watu, kapunguzeni makanisa mkayavunje. Haleluya. Lakini la kwetu litapona kwa sababu ya hekima zako huko. Utasikia makanisa yote hayavunjeni, ila la pale niacheni. Umeelewa? Kwenye maendeleo wewe unakuwa wa kwanza, kwenye hiki wewe unakuwa wa kwanza. Ukifanya hicho, maana yake unaujenga ufalme wa Mungu hapa. Unawafanya watu Mungu unayemwabudu hapa wamwamini kwamba Mungu wa mahali pale ndio kimbilio. Mabalozi wanasemaga bwana, kanisa la kusali pale hapana, pale waongo pale, ila nendeni la pale. Wale wa pale ni wa kweli, ni waaminifu. Lakini ni wewe, matendo yako yametangaza Kristo tunayemwabudu hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wa 7 ni nani nimesema? Ni Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, Mungu akaondoa kile kinara kilichokuwa ndani yake, akakiondoa kile kinara. Kwa nini alikiondoa kile kinara? Wengi tunasema Mungu, tunasema akakatwa kichwa. Sawa? Kwa nini kile kichwa alikata? Kwa sababu aliingilia mamlaka za kifarume. Mtu haruhusiwi kurithi mke wa ndugu yake. Wakakamata Yohana, wakamweka ndani, wakamkata kichwa. Sasa leo nataka nigeuze kidogo. Haiko hivyo hiyo. Iko hivi. Yohana kosa alilofanya, anasema yupo Yesu atakayekuja. Yesu alipofika, Yesu hakubeba lile kundi kama kundi hili. Mchungaji Kayange si anasema Yesu atakuja, sio? Kwamba Yesu atakapokuja tu Yesu, inabidi yeye pamoja na kundi lote wajikabidhi kwa Yesu. Yohana akabaki na lile kundi. Yesu amekuja na amejua amekuja. Maana ishara zote alizipata. Kwamba atakayembatiza Roho Mtakatifu atashuka kwenye mabega yake. Sawa? Lakini kuna ishara nyingine nyingi tu zilifanya aamini kwamba huyu ndio yeye. Kama hakuamini, vipi akusema wakati anataka kumbatiza akasema mimi sistahili kukubatiza wewe? Hakukata. Kwa nini alikata? Tayari alijua kwamba ndio yeye. Lakini lile kundi alilolisema, alikuwa anasema yupo atakayekuja, atakuja, akabaki nalo. Kwa nini alibaki nalo? Nataka unielewe vizuri hapa. Alibaki nalo, huenda alikuwa anatetea sadaka, chumvi, sukari na vitu mbalimbali. Akabaki na lile kundi, hakwenda kumkabidhi nalo Yesu. Kati ya wanafunzi wa Yohana Mbatizaji ni wawili tu waliomfuata Kristo. Nao ni nani? Na wenyewe walikutana naye kwa neema tu, ni Filipo na Andrea. Basi na wenyewe wakati Filipo anapita sema kuta Yesu amegama kwenye nini? Kwenye mti. Akasema Filipo, nifuate. Ni Yohana amemwambia mfuate Yesu au ni Filipo mwenyewe aliotea kabahatika kukutana na neema ya Kristo? Ni yeye mwenyewe tu. Kwa wanafunzi wawili wa Yohana Mbatizaji walimfuata Kristo, walibahatika wenyewe huko. Ni neema yao walikutana na Kristo huko, wakamfuata Kristo. Kwa Yohana alibaki na lile kundi. Biblia inasema Mungu akaondoa ile nuru iliyokuwa ndani ya Yohana Mbatizaji. Ndio kaanza kuingilia mamlaka za kifalme. Na alipofanya hivyo kwenye ufalme kule, falme ikashangaa. Huyu mtu watu tumeishi naye muda mrefu, hajawahi kuingilia mamlaka yetu. Hii ameitoa wapi? Haleluya. Hii ameitoa wapi? Ndio akakamata akaweka ndani mpaka kukatwa kichwa. Kwa sababu ile nuru ya Mungu ndani yake ilikuwa hamna. Kabla hajakatwa kichwa, wakati wanafunzi wake wanaenda kumuona Yohana gerezani, akasema nendeni mkaulize ni yeye au si. Yaani bado anafanya kiburi. Ni yeye au sio yeye? Wale wanafunzi wakatoka wakaenda kwa Yesu. Bwana, tumetumwa na Yohana yuko gerezani. Amesema tuje tukuulize ni wewe au sio wewe? Akasema hivi, mkamwambie hivi. Yesu anamwambia, mkamwambie Yohana, vipofu wanaona tena, viwete wanatembea tena, viziwi wanasikia tena. Yaani anamrudishia ujumbe nani? Kule. Vipi sio kiburi? Ndicho hicho. Na wewe huko uliko mtangaze Kristo wa kweli ndani ya moyo wako. Yohana akafa kabla Yesu, kazi ya Yesu haijaisha. Kabla kazi ya Mungu haijaisha, Yohana akafa. Kwa tutaendeleaje mbele? Maana ndio alikuwa mchungaji wetu wa agano ambaye Mungu amemteua ili atuongoze sisi. Kazi ya Mungu inaendelea. Bado inatakiwa Yesu aendelee kuambia jamani, yupo yeye atakayekuja, Ni nani wa kuzungumza? Mungu amemteua mchungaji wetu sasa. Kwa mchungaji wetu ni Yohana wa 7 au ni Yohana mpya au ni mchungaji wa 7 pia. Maana yeye amekamata nafasi ya Yohana. Vipi? Habatizi. Anabatiza. Hasemi yupo ambaye atakuja atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa nini? Na kwa moto. Hasemi.
nataka nikuelekeze. Kwa yeye anaposema yeye sisi tunaishia kubatiza kwa maji tu, lakini Yesu atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu ni neno. Na moto ni nini? Moto ni jehanamu. Kwa Yesu ana mamlaka na ndiye mwenye mamlaka ya kuwabatiza watu kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Kwamba yeye ukimkataa maana atakutupia wapi? Motoni. Ukimkubali atakuinua kwa neno lake. Naomba tusimame. Nataka kusema nawe, nataka kusema nawe Bwana, nataka kusema nawe, nataka kusema nawe Yesu. Ukiwa umesimama hivyo hivyo, wewe tonoa macho hivyo hivyo. Nani ana swali? Kabla hatujaondoka hapa. Nani hajanielewa sehemu nimsaidie zaidi? Nani ana swali? Sisi tukaondoka hapa, uliza mama. Amen. 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 Sawa. Amen. Okay. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema Yesu alikuwa mchungaji wangapi? Akaenda wapi? Nimesema akafa. Tulimuua wenyewe. Sijasema. Alizaliwa maana Mungu alilituma neno lake kwenye tumbo la nani? La Mariamu. Ngoja nikwambie. Nimesema tumesoma kitabu cha Yohana 1 mstari wa kwanza. Yohana 1:1 kinasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, manake kwa Mungu, sio? Huu mchakato unaanza hapa wakati mwanadamu amepotea. Kitabu cha Mwanzo sura ya 6. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 wa 6. Biblia inasema Mungu akajuta kumuumba mwanadamu. Tayari Mungu amemgeuzia kisogo mwanadamu ili afuate, ili huyu mwanadamu alimuacha afuate njia zake mwenyewe. Maana Mungu anataka sisi tumgeukie. Maana yeye anasema ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Hasemi mimi ndani yenu na nyinyi ndani yangu. Usikiliza hapa. Anasema ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Pili, anasema wale wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataniona. Kwamba kumbe mwanadamu ndio aanze kumtafuta Mungu. Naeleweka hapa? Wakati mwanadamu amegeuka kabisa, Mungu anajuta kumuumba huyu mwanadamu. Sasa anajuta. Maana kwa nini anajuta? Yeye alifikiri ile ghadhabu ya Mungu tulioiona kwa Nuhu, walibaki watu 8. Hawa 8 watakuwa wastaarabu, wataishi na Mungu vizuri, kwa sababu hasira ya Mungu wanaijua. Mungu akasema moyo wa mwanadamu siku zote ni sio kichaka. Moyo wa mwanadamu siku zote ni mkaidi, unawaza mambo yake tu, yani ni mbaya siku zote tu moyo wa mwanadamu. Kuanzia sasa sitahukumu mwanadamu tena. Hakuna ule upinde, wanasema ni ishara. Watu watabiri wanasema ni ishara kwamba Mungu atamwangamiza mwanadamu tena. Mwanadamu ataangamiwa na nani? Kwa yule mwanadamu. Sasa Mungu akasema sasa huyu dawa yake nishuke mwenyewe, nikazaliwe kama mtu mwenyewe. Lakini bado tulimuua. Kwa nini tulimuua Mungu? Sheria ya Musa ilitukandamiza. Yohana 1:17 anasema kwa maana Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Tushike Torati ya Musa
au tushike neema na kweli ya Yesu? Hamunijibu. Tushike sheria ya Musa au tushike neema na kweli ya Kristo? Neema na kweli ya Kristo. Mnisikilize. Neema, torati ya Musa alitengeneza kabila lile linaitwa Wayahudi. Wayahudi waliomuua Kristo. Unielewe, Wayahudi ndio waliomuua Kristo. Kwa lile kundi bado lilimuua Kristo kwa sababu kama zinaletwa sheria zingine ndani nje na nani? Na sheria za Musa. Ndio maana kaburi la Musa halijulikani liliko. Hakuna aliyejua Musa maiti yake iko wapi. Kwa namna ambavyo mwanadamu yule alishika sheria ya Musa, kaburi lake lingekuwepo leo, watu wangemkataa Mungu kabisa. Wangekuwa wanashinda kwenye kaburi la Musa kwenda kuliabudu. Kwa Mungu alichokifanya ni kumtokomeza kabisa asionekane, ili mwanadamu aanze kumtafuta Mungu upya. Ndio akamleta Kristo sasa, ili mwanadamu yoyote afuate sheria ya Musa ya Kristo. Bado watu wanadamu ya Musa, umeelewa? Wana ule Uyahudi, wako kinyume na mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Kristo. Maana Kristo amezaliwa ili atupatanishe sisi na Mungu. Huyu akasema sheria za Yesu zinakuja kufanya nini? Huyu Myahudi wakamuua Yesu. Kwa Yesu sasa anaanza, ina maana wale aliowaacha wale wanafunzi wake wakina nani sasa ndio tunaowazungumza sasa. Walikuwa wanashuhudia habari za Kristo, walikuwa wanapingwa sana. Wengine walipigwa na mawe, walikufa. Wengine wanafanya hiki na kile, wamemkataa Kristo mpaka kufikia mauti wa Kristo. Kwa sisi tunashuhudia Yesu alizaliwa akafariki, lakini kazi ya Mungu inaendelea. Kwa sasa hivi Yesu tunamtafuta kwa imani, yuko ndani yetu. Unaelewa? Kwa tunamwamini Yesu kwa sababu yeye ndio mchungaji mwema. Haleluya. Kwamba mwanadamu huyu sasa, huyu mwanadamu tunamtangaza Yesu kwamba yupo, Yesu atarudi. Kwa Yesu atakuja ujio wangapi utakuwa? Ujio wa pili. Ndio maana anasema kuna ufufuo wa kwanza na wa pili. Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 inasema, kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Unisikilize. Biblia ikisema heri wafu, kifo kuna betaji vifo viwili. Heri wafu wafao katika Bwana. Kifo cha kwanza ni hiki, kutoka dhambini kuja kwa Kristo. Kifo cha pili ni kufa katika neno. Kufa ukimtetea Kristo. Kufa pamoja na Kristo. Haleluya. Maana Biblia inasema tulikufa naye tukafufuka naye, alafu akatuficha. Umeelewa? Haya ni mambo ya rohoni. Sasa sisi tunamtangaza Kristo kwa sababu kwanza tulifufuka pamoja naye katika roho, alafu akatuficha. Ametufichaje? Ukichukua wapagani wawili hawajaokoka, majirani, mmoja amezindika nyumba yake, mwingine hajazindika nyumba yake. Wachawi wanapokuja wanaanza nyumba ya nani? Wanaanza na nyumba ya aliyezindika, kwa sababu aliyezindika anaonekana kwenye rada zao kwamba mwenzetu huyu ambaye hajaokoka bado ana neema ya ulinzi wa Kristo, ili atoke hapo naye aingie awe kama sisi, kwa sababu Kristo tunafanya katika roho. Sasa ipo siku atajidhihirisha waziwazi mwilini. Kwa wale miongoni mwa wanaomtangaza Yesu, sasa Mungu akamwibua Yohana Mbatizaji aendelee kumtaja Yesu kwamba yupo atakayekuja, yupo atakayekuja, yupo atakayekuja, yupo atakayekuja, yupo atakayekuja. Sawa? Kwa alipokuja sasa huyu Yesu, yeye alijua huyu Yohana Mbatizaji. Alijua ujio wake, alijua. Lakini tukamuua wakati bado tunaendelea kutangaza kwamba yupo atakayekuja, yupo atakayekuja. Tukamuua. Kwa je, ile ya kusema yupo atakayekuja tunaacha kuisema? Tunaendelea kuisema mpaka sasa. Kwa tunasubiri ujio wa pili wa Yesu. Kwa akisema ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili huko hivi, nimesema heri wafu, maana kufa kuacha dhambi, ukimbilia kwa Yesu. Bado haitoshi. Bado unatakiwa ufe ndani ya Kristo ukimpambania Yesu tu. Kufa na kupona. Ukifanya hivyo thawabu yako ni kubwa. Wewe uliyekufa kwa ajili ya neno la Kristo, hata ufufuo wako utakuwa wa kwanza. Huyu aliyekufa ndani ya Kristo lakini ampambanie Yesu, naye ana heri kwa sababu ataenda mbinguni. Ila atafufuliwa pamoja na wenye dhambi, ufufuo wa mwisho kabisa kule. Bwana asifiwe sana. Nimeeleweka kidogo? Na mwingine anauliza. Naomba
mwenye shida yoyote mbalimbali atapita mbele tunapoendelea kuimba pambio hii. Nataka kusema nawe, nawe, nataka kusema nawe, Yesu, nataka kusema nawe, nataka kusema. Nyanyua mkono mmoja juu, mwingine weka kifuani kwako, alafu muite Mungu hapo hapo. Muite Mungu, ongea na Mungu, shukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku ya leo nzuri, siku ya pekee, siku ambayo watumishi wako tumeketi chini ya mikono yako, tumeketi chini ya miguu yako, tukikushangaa kuwako ulivyo mkubwa dhidi yetu. Maana wewe ni simba wa kabila la Yuda, ketie mahali pa juu sana palipoinuka, na alitukuza sana jina lako. Sante Yesu, kwa sababu natupenda upeo. Sante kwa watumishi wako wote kuanzia watoto mpaka wa mwisho. Mimi ninasema wote ni watumishi wako wa sasa, na watoto ni watumishi wako wa sasa, ni watumishi wako wa sasa na baadaye. Usimamie mwenyewe, watunze, wasaidie. Kama hata akili zao, wanaenda mashuleni lakini wameibiwa, wanaenda makazini lakini wameibiwa, wako kwenye familia zao lakini wameibiwa. Asante Yesu, kwa sababu unakwenda kuwasimamia mwenyewe, na kwenda kinyume na kila mpango wa ibilisi kutoka kuzimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wainue, wasaidie, ushike mkono, ushike mkono, wakumbushe ndani ya kanisa umewaitia nini. Maana kila mmoja umemuita kwa namna yake, lakini hajui mwingine umemuitia nini. Yeye ni wakufika na kutoka, hajui. Hebu muonyeshe nini umemuitia, nini akifanye, nini jukumu lake, nini cha kufanya ndani ya ufalme wako. Maana unasema tu viungo katika kujenga mwili wa Kristo. Tusaidie, tukumbushe, tujue kwamba kama mimi ni kiungo kwa engo ipi. Wengine umetuita tufanye usafi kanisani, ni huduma. Tusafishe viti, ni huduma. Wengine ni wajenzi, ni mafundi, ni huduma. Tusaidie Mungu, tukumbushe, tukutumikie wewe kwa mali zetu. Kwanza kabisa ninakushukuru kwa sadaka hii ambayo watumishi wako wamejitoa kuacha mambo yao kuja kukusikiliza wewe. Unazungumza nini na yeye? Wamekuheshimu Mungu. Asante kwa maproducer, ma DJ wa kanisa hili. Wasaidie, wape maono na maarifa zaidi. Walete idea zao zingine ili tukue. Maana lengo letu ni zuri, kukutumikia wewe. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Naomba tukae. Mama mchungaji, naomba upite mbele. Kama kuna mwingine ana tatizo lolote anaweza kapita mbele. Mwingine aendelee kuimba nataka kusema na wewe Yesu. Aendelee kuimba nataka kusema na wewe Yesu, tukiwa tunamwombea huyu mtoto hapa. Baba, katika jina la Yesu, mwanao yuko mbele hapa. Ni chombo kiteule kitakatifu, kama unavyosema kwamba miili yetu ni hekalu lako. Huyu mtoto ni hekalu lako. Huyu mtoto ni hekalu lako. Litakuwaje hekalu lako ana mapungufu, ana shida? Ninakamata kila nguvu kutoka kwa familia
kutoka kwenye ukoo, kutoka kwa majirani, najua zinatoka kuzimu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ana tatizo la macho huyu mtoto, mpe upeo wa kuona. Tunakwenda kinyume na kila mpango wa ibilisi juu ya madhabahu yako hii kwa jina la Yesu. Fungua Yesu, fungua Yesu. Nguvu kutoka kuzimu, natuma moto, natuma moto ndani ya mtoto huyu, kashuke ndani ya mwili wa mtoto huyu, na kamata kuanzia uwayo wa miguu mpaka utosi wa kichwa kwa jina la Yesu. Kamate mwenyewe Yesu, kamate mwenyewe Yesu. Tunakutegemea, tunakuamini. Naomba ikawe ushuhuda kuanzia sasa. Ninakwenda kinyume na kila nguvu, na kila nguvu, nakwenda kinyume na kila nguvu, nakwenda kinyume na kila nguvu, nakwenda kinyume na kila nguvu ndani ya mtoto huyu. Toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Nguvu kutoka kuzimu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Moto kutoka mbinguni shuke ndani ya mtoto huyu kwa jina la Yesu. Maana unasema tumefanyika kwa viumbe vipya katika jina la Yesu. Ninakwenda kinyume na kila nguvu kuanzia sasa na kuendelea. Naomba ikawe ushuhuda, ikawe ushuhuda, ikawe ushuhuda. Safishe kwa damu yako ya thamani ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili ya makosa yetu, kwa ajili ya dhambi zetu, kwa jina la Yesu. Akawe mzima, akawe mzima, akawe mzima kuanzia sasa, akawe mzima katika jina la Yesu. Mumpie mwili mpya tangu sasa kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa akawe mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaamini Yesu, hujawahi kutuangusha, unatenda sawa sawa na mapenzi yako kwetu. Katika jina la Yesu Kristo uwe mzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niguse, niguse, kinigusa wewe nitakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kwa usikivu wenu mzuri. Naomba mnisamehe pale ambapo nimewachelewesha, huenda mnatoka mapema, mnisamehe. Somo langu niliandaa lilikuwa refu kidogo nikijua tutakuwa na ibada mbili, lakini sio mbaya kwa sababu nilianza kuuliza mapema. Nisingeuliza nisingejua, ningekuacha njiani kabisa. Tuna vitu vingi vya kuzungumza. Haleluya. Na lengo letu sisi ni moja, watu tumjue Kristo pamoja na neno lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Ubarikiwe kwa ukarimu wenu na upokezi wenu. Nimefurahi kwa sababu mmenionyesha upendo wa ukarimu. Mungu awabariki. Karibu mama mchungaji. Amen. Amina. Kanisa, naomba tushangilie kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Mtumishi wa Bwana, Mungu akubariki sana. Tunaushukuru kwa neno zuri, kwa ujumbe mzuri. Najua Mungu ana makusudi kwa kanisa letu. Mungu ana malengo mazuri kuliponya kanisa ili tuendelee kuvipiga vita vilivyo vyema. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Amina. Mungu akubariki sana mtumishi. Ni kaka yangu, tulitoka wote pale EAGT kabla sijaolewa. Tulikuwa tukimtumikia Mungu mahali pale. Mungu akubariki sana mtumishi. Karibu sana. Jisikie nyumbani, uwe huru. Karibu sana kakangu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza neno zuri. Tumejifunza Mungu ni nani. Amina. Yaani ukae ukijua hata unapotembea njiani ukiulizwa na mtu wa mataifa unajua Mungu ni nani. Unajua ni nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Amina. Amina. Mungu awabariki sana. Basi hatutachukua muda mrefu sana. Tutaenda kuahirisha kipindi. Karibu mtumishi wa Mungu Castro, omba kwa ajili ya kuahirisha kipindi. Tufunge macho tuombe.
Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa ni mwema, umeweza kutuwezesha mpaka kufika siku ya leo. Umetupa kibali cha kuanza salama. Tazama muda huu tunakwenda kufunga ibada hii, ukapata kuweza kumbariki kila mmoja kuingia, na pia tunaweza kuondoka, ukapata kuweza kuwawezesha watu kupita mabarabarani, ukapata kuweza kuwasafirisha salama, mfalme amani. Ningeomba kwa machache niweze kuomba. Amina.